Karibu tena, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Tuko katika dakika za lala salama na ningependa kuwapatia vijana ambao wako hapa muda wa kutoa kauli yao ya mwisho na ujumbe wao kwa katibu ambaye tuko naye hapa wa masuala ya vijana, Mheshimiwa Fikirini Jacobs. Tuanze na Daktari Ngigi. Asante sana Mashirima. Langu ni kusema ya kwamba Kenya hii yetu tumefikisha deni ya trilioni 11 kuendelea na tunaendelea kukopa. Tunasema sasa nyota inakopa 20 billion. Tunaomba ya kwamba serikali zingatie, kwa sababu tunatumia shilingi 7 kuliko kulipa madeni out of 10. Ya pili ni nihimize youth waende wachukue kura pale katika ofisi za IBC ili waweze kufanya mabadiliko katika siasa hizi zetu za Kenya. Asante. Eston. Kwanza ni tupatie katibu mapendekezo kadhaa ambayo naona kwamba yanaweza saidia mpango huu wa nyota. Bahatika kuwa mmoja wapo wa vijana ambao waliweza kupeana hoja zao katika BBI, katika hati ya BBI, na tulichopendekeza kwanza ilikuwa kupeana likizo ya ushuru. Kama itawezekana mweze kupatia vijana hawa likizo ya ushuru, hata watakapokuwa wanachukua vyeti hivi wasiwe wanatoa ushuru, itawasaidia kufanya mambo mengi zaidi. Pia mweze kupunguza, kuwe na ule mfumo wa madhubuti wa usaidizi, kutondoa ule urasimu, bureaucracy. Mkiweza kuwasaidia kupita hizo let's say maybe mashida ambayo wanaweza pitia, itawasaidia pia. Mwisho niombe kwamba muweke vigezo vya ustahiki ama upataji. Msizingatie tu vijana ambao hawajasoma ama ambao wako chini. Muweze kusaidia pia wale ambao wana shahada. Mkumbuke hao wana vyeti, na tuna huu unyanyapaa kutokana na wale ambao wako chini yetu wanatuangalia sisi ambao kama mimi na shahada ya uzamili bado sina kazi. Nini itafanya ende tu cheti ilhali mimi mwenye nina shahada sina ajira? Asanteni. Wakio. Asante sana kwa hii fursa ya kwamba ni kukumbusha makatibu ambao wameketi kwa serikali wakistahili kusimamia masuala ya vijana, ya kwamba ukienda huko hauendi hapo kuzungumzia serikali ya Kenya, uko hapo ili kuzungumzia masuala ambayo yanaguza sisi vijana. Na wewe ukiwa kijana ni assumption ya kwamba unanielewa shida zangu kama kijana mwenzako. Na kwa hivyo sasa, iwe serikali yetu si serikali ya watu ambao peke yake wanaunga serikali mkono, iwe serikali yetu sisi wote kama vijana. Na wewe Fikirini, tunakutuma kama vijana wa Kenya, uende ukawe sauti, na mwache kutumia vijana vibaya, na mwache kutumia wamama vibaya. Na kama vile tunaona mambo ambayo yanaendelea huko Kirinyaga, ambapo vijana wametokea kwa streets wakitetea kiongozi mwingine, we are bigger than that kama taifa. Na vijana wenzangu, niwaambie, hii pesa kama inapatiana na umequalify, tafadhali chukua hiyo pesa, lakini let's hold this government accountable. Asante. Kariuki. Asante sana kwa fursa hii. Yangu ni machache tu. Nimejaribu kufanya kidogo tu calculation ya kuangalia kama kwenye tunatoka huko mlimani, sisi ni wakulima. Najaribu kuangalia 50 by 100, ukiweka hiyo pesa hapo, naangalia naona unahitaji 20,000 ya kuhire land, ya kulease hiyo land, 15,000 ya trees medication na control pests, wadudu. Hiyo ingine ni 5,000 ya transportation, 20,000 ya irrigation na 10,000 ya kununua kitu kama generator. Hiyo ina amount to 110,000. So mimi kwangu ni kuuliza hivi, wakati by profession I'm a project manager, so that we can have acceptability ya hizi projects ama hizi programs zenye mnaleta, it is very important before hata mraunch ama muendeleze mbele, kwanza kujeni kwa ground, muulize sisi vijana, kwa sababu hii ni mpango yetu. Sisi vijana tunataka nini, ndio? Na kwangu sitanena mengi, na hope next time tukipatana bwana PS utakuwa na listening ear, not just to listen, so that you can respond to our questions. So asanteni sana watu wa Nyeri, na washukuru, na tupatane huko mbele 2027 nitakuwa nikiwania kiti ya ubunge ya Nyeri Town. Umeamua leo ndio utasema. Rory. Riro. Mimi ningependa kuambia vijana wenzangu kutoka eneo langu la Kuria wajaribu kuapply, wasiassume hizi vitu, wasije wakalalamika baadaye mwenzake akipata. Alafu ningependa pia kuuliza mheshimiwa hapa, the inspiration behind
the Nyota Fund isije kuwa kama ni ile yule pastor. Alafu mwisho nilikuwa napenda kusema kuhusu wanafunzi wa uhandisi. Wanauliza sana kwamba masomo yao ama their skills haziko exploited to the fullest kwa sababu wanakosa government support. Kwa hivyo labda unaweza ukaangalia hilo. Wanafunzi wa uhandisi wanasema kwamba their skills are not thoroughly exploited. Njoroge. Asante sana kwa nafasi hii. Mara ya pili ningependa kwanza kushukuru Bwana PS kwa sababu unaendelea vizuri jinsi ambavyo mumeanza huu mradi. Kama kiongozi wa vijana ni vizuri kwamba niseme huko kwetu Kikuyu constituency tuko na watu 2,050 ambao they are NITA accredited, wamefanya painting and decorations. Pia tuko na over 1,800 ambao pia wanafanya short courses. Kwa hivyo kama kiongozi wa vijana ningependa kuambia kwamba any project or program that is announced by the government ni vizuri sana waweze kujisajili kwa sababu watasaidikia hapo. Asante. Asante. Inaonekana katibu, kuna wale kidogo umewabadilisha fikra. Sitaweza kusema kwamba nimebadilisha fikra. Nafikiri tayari wako na ukengeuko wa akili ikiwa wazi ni kama gasi ambayo imewashwa inangoja kiberiti tu peke yake. Sasa ndio hivyo nafikiri hali ilivyokuwa kwa baadhi ya ndugu zetu. Nafikiri kitu cha kwanza mimi nashukuru sana kwa kupata nafasi ya kuzidi kuwafahamisha kwa utaratibu vijana wa taifa la Kenya kuhusiana na jukumu letu kama idara inayosimamia swala ya vijana, lakini hasa katika mradi huu ambao tunautekeleza. Nisisitize kwamba kwa maana wengi walikuwa wanasema mbona ni kama kuna ubaguzi kwa vijana wengine kama hawa ndugu zangu, nikiwaelewa nafikiri wengi wao wamepita kile kiwango ambacho kinahitajika cha kielimu ambao ni vizuri zaidi pia. Nafikiri mradi huu wa Nyota sio mradi peke yake ambao serikali inautekeleza kuwasaidia vijana. Tuko na mradi wa Climate Works ambao unalenga kufikia vijana 45,000 Nairobi ambao tayari ulianza na 200,000 kwa sehemu nyingine ya Kenya ambao unakaribia kuanza. Tulitangaza nafasi za vijana 4,000 kama sijakosea wa kufanya internship kwa affordable housing program. In fact, juzi nilipokuwa Garissa, yule county commissioner pale alitangaza wazi pale kwamba ameita wale vijana kutoka Garissa kwa sababu interviews sasa kukataa vitu mingi zitakuwa zinafanywa kule mashinani. Kukataa watu kuja Nairobi kufanya interview. Kwa hivyo hii ni baadhi tu ya miradi ambayo inaendelea katika serikali ambayo pia vijana wakikumbatia itawasaidia. Public Service Commission pia ni moja kati ya taasisi ambazo zinafanya uajiri. Na mimi nafikiri katika mazungumzo yangu na vijana wengi wao wanafahamu, hata wengine bado wanangojea shortlisting na interviews wengine. Kwa hivyo mradi wa Nyota si mradi pekee wa serikali. Ni miradi mingi zaidi. Na kitu ambacho pia mimi nataka nisisitize, kwa sababu sikuwa nimepata nafasi ya kujibu swala la daktari, mambo ya poverty na nini, kwamba pesa itakuwa kidogo, nafikiri tumelieleza na tukasema kwamba nje ya jamii zetu, nje ya vijiji vyetu kuna watu ambao pesa hii wanahitaji na wamejieleza vya kutosha. Mimi kile kitu ambacho pia amesema, kuna wengine hata wamefanya contracts na county governments na national government, nafikiri ni swala zuri. Ni muhimu kama kuna kijana ambaye aliwekeza katika kazi za kandarasi aweze kupata malipo yake. Na lile swala ambalo Ngigi amesema na kwamba kuna watu wako mpaka na PhD na hawajaandikwa, nafikiri sasa hiyo ndo fikra ambayo tunafaa tuibadilishe katika elimu ya taifa letu la Kenya. Kwa sababu a PhD graduate kwa mataifa mengine is a creator of opportunity. Ni mtu ambaye anatengeneza nafasi yake na wengine. Lakini katika mfumo wetu ni mtu ambaye bado atakaa nyumbani angoje nafasi itangazwe. Sasa ile siku atakayo apply kazi yeye na ile siku ambayo huyu wakio ata-apply kazi wataenda wapiganieni pale. Huyu yuko na degree, yuko na shahada yake, yule yuko na PhD na wanang'ang'ana. Wakati yule angetumia nafasi hiyo kumtengenezea nafasi hata huyu akazidi kujiendeleza. Ndio maana rais ameleta ile State Department ya TVET kusaidia elimu ya anuai ili vijana waweze kusaidika zaidi. Asante sana katibu katika Wizara ya Masuala ya Vijana Fikirini Jacobs, asante sana kwa kutupambia mdahalo wa leo pamoja na vijana ambao wanamjumuisha Daktari Ben Ngigi, Eston Maina, Riro Sibuti, Kario
Njoki Daiva, Wakio Kamau na Timothy Njoroge Kirago. Nataka kusomea baadhi ya jumbe hapa tukimalizia. Kuna mmoja anasema, naitwa Fred kutoka Bungoma, tulichaguliwa kwa mpango wa business support, tukafanyiwa mafunzo lakini hatuna pesa tumepewa ama habari yoyote tumefahamishwa. Nadhani katibu aliweza kutaja kwamba haya yote yataweza ama mtaweza kupata matokeo pamoja na jumbe kutoka kwa hiyo nambari. Kuna mmoja hapa anasema, I am a KOP beneficiary and by all explanations and descriptions made by the PS and any other leader on Nyota, it has no single difference with the KOP program. 30% of the previous program beneficiaries benefited from the grants, but less than 4% of them started the business. Businesses which are struggling in the harsh environment of the county governments. Anasema, I was in the group that got the skills and certificates, but today many of us have our certificates in our homes without jobs. Na nadhani ni kibarua hicho kuhakikisha kwamba hayo yote yataweza kufanyika. Naitwa Mashirima Kapombe na kutakia mchana mwema.